Hivi unafahamu kwamba kuna vyakula ambavyo vina uwezo wa kucontrol sukari sawa sawa na dawa ambazo unazimeza wewe mgonjwa wa kisukari kama metformin, glycogen na dawa nyingine? Kama ulikuwa hufahamu, leo niko hapa kwa ajili ya kufahamisha vyakula ambavyo vina uwezo wa kucontrol sukari yako, kushusha sukari yako ya damu na ikakaa vizuri na kuzuia sukari siweze kuingia mwilini nyingi kwenye mlo ujao wa mchana na jioni hata kesho yake. Vyakula hivyo ni vyakula ambavyo ni vya kipekee, na hiyo hali ya kuweza kuzuia kiwango cha sukari kuingia mwilini kwenye milo mingine ijayo mchana na jioni na wakati mwingine, hiyo hali tunaita kwamba ni second meal effect. Kwa hiyo vyakula hivi ni muhimu katika matibabu ya wagonjwa wa kisukari na vinawasaidia wagonjwa wa kisukari wengi kuweza kujinasua na tatizo la wagonjwa wa kisukari. Ni vyakula gani hivyo ambavyo vina tabia hiyo ya kuweza kukontrol kiwango cha sukari na kwenye milo ijayo mchana na jioni na wakati mwingine mpaka kesho, na kuhakikisha kwamba sukari yako ya damu iko chini kwa maana kwamba imeshuka? Twende sambamba mwanzo mpaka mwisho. Hii navizungumzia vyakula tu hivyo ambavyo ni muhimu sana kwa mgonjwa wa kisukari, ambavyo tutakavikae sehemu ya matibabu ya wagonjwa wa kisukari kama sehemu ya tibarishe. Upo nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Bila kupoteza muda, tuingie kwenye mada husika. Tunafahamu kwamba metformin, glycogen na dawa nyingine za sukari zinafanya kazi kwenye kushusha sukari. Lakini wakati dawa hizo zinafanya kazi kwenye kushusha ugonjwa wa sukari, sometimes zinakuja na complication, changamoto, madhara ya hapa na pale ambao wengi huwa yana face. Ni bahati mbaya dawa hizi pia ni kwamba huwa haziwezi kupambana na mzizi ambao unapelekea sukari yako ya damu kuweza kupanda, bali kazi yake ni kushusha kiwango cha sukari. Kutambua hivyo, tunashauri habari za tibarishe, kwa maana kwamba tunashauri vyakula wagonjwa wa kisukari waweze kuvitumia ambavyo vinakuwa na nguvu tiba ya kuweza kushusha sukari yako ya damu na kuhakikisha kwamba haipandi. Ni bahati nzuri leo wakati vyakula vipo vingi sana ambavyo ni salama kwa mgonjwa wa kisukari, lakini kuna vyakula vichache ambavyo nataka nikufahamishe ambavyo vinaweza kushusha sukari yako ya damu, pia vinaweza kuzuia sukari yako isiweze kufyonzwa kwenye mlo ambao utakula mchana au utakaokula kwa baadaye sana baada ya kuwa umekula vyakula hivyo, na hivyo kuhakikisha kwamba unakaa vizuri. Ni bahati nzuri kwa vyakula hivyo pia navyo vinafanya kazi ya kuweza kusaidia kupambana na mzizi wa ugonjwa wa kisukari, hususan ugonjwa wa kisukari aina ya pili ambao tunafahamu kwamba ni ugonjwa wa ukinzani wa insulin, kwa maana kwamba mafuta yanapunguza utendaji bora wa insulin na kupelekea sukari yako kuendelea kupanda. Vyakula hivyo ambavyo vina hiyo hali ya kuzuia ambayo ni second meal effect ni vifuatavyo. Vyakula hivyo vinatoka kwenye kundi moja ambalo tunaita kwamba ni jamii ya kunde. Jamii ya kunde imekuwa ikidharauliwa, lakini ni moja ya kundi la vyakula ambavyo vina nguvu kubwa sana katika kucontrol kiwango cha sukari ya mgonjwa wa kisukari, na hata hivyo vinasaidia kuzuia kwamba sukari ya chakula ambacho kujikula mchana na jioni basi isiweze kufyonzwa sana mwilini na sukari isiweze kupanda sana, na hivyo kuhakikisha kwamba wewe mgonjwa wa kisukari uko salama. Wakati huo pia vyakula hivyo vinasaidia katika kuimprove ama kuboresha utendaji bora wa insulin. Kwa kuwa insulin inakuwa inafanya kazi vizuri, sasa inakuwa ni rahisi sana katika kuondoa sukari kwenye damu na kupeleka kwenye seli na kupunguza hatimaye sukari yako inakaa vizuri. Jamii ya kunde hizi zikiwa zinaongoza, namba moja kabisa, maharage. Maharage inaweza kuwa ni meusi, inaweza kuwa ni ya njano, inaweza kuwa ni mekundu, yapo aina tofauti tofauti. Kuna mbaazi, kuna njegere, kuna kunde, kuna choloko, kuna dengu. Hivi vyakula jamii ya kunde ni vyakula ambavyo vina tabia ya kipekee. Vina tabia ambayo ni kwamba vinakuwa na uwezo wa kuweza kuzuia sukari sipande sana ya damu, na hata hivyo kama umekula vyakula hivyo kama ni asubuhi, vina uwezo wa kuzuia mlo utakaokula mchana kama utakuwa una uwezo wa kuchangia sukari mwilini, basi sukari ikiingia kidogo sana mwilini ama isiweze kuingia. Nzuri zaidi kama vyakula hivi, ndio nimeshasema awali kwamba vinasaidia katika kucontrol ama katika kuboresha utendaji bora wa vichocheo vya insulin ambavyo ni homoni pekee inayosaidia katika kushusha kiwango cha sukari na kubalance ama kuweka sukari katika uwiano sawa sawia. Jamii ya kunde ikiwa ni chakula ambacho tunakishauri, na tafiti nyingi zinashauri mgonjwa wa sukari vyakula hivi viweze kuwa kwenye mlo wake, kwenye msingi wa mlo wa mgonjwa wa kisukari, ikiwa kama ni sehemu ya tibarishe. Ni kwamba vyakula hivi vina vitu vikuu viwili ndio vinapelekea hii jamii ya kunde kuwa na tabia hiyo. Vyakula hivi vimesheheni wanga aina ya resistant starch. Tunaita kama resistant starch.
Manake ni wanga ambayo haimengenywa, lakini pia vimesheheni makapimlo. Sasa vitu hivi viwili vinafanya vipi kuhakikisha kwamba jamii ya kunde hizi zinafanya kazi hiyo ya kuweza kucontrol kiwango cha sukari mwilini na kucontrol kiwango cha sukari ambayo unatakiwa ingie mwilini baada ya kuwa umekula chakula chako mchana ama jioni. Iko hivi. Resistant starch ni moja ya wanga ambayo haimengenywi, lakini kwa kuwa haimengenywi ina kazi kadhaa mwilini. Moja ni kwamba resistant starch inafanya kazi au ina act kama chakula kwa ajili ya bakteria wazuri wao kwenye mmeng'enyo wako. Wale bakteria wanachokifanya sasa, wao huwa wanamengenya ile resistant starch. Mwisho wa siku kurudisha fadhila, wale bakteria huwa wanatengenezea kemikali ambazo tunaita kwamba ni short chain fatty acid, ambazo hizo kemikali ni kwamba huwa zinafanya kazi ifuatazo. Moja ni kuzuia mioto ambayo imezalishwa na mafuta ambayo inapelekea insulin au vichocheo vyako vya insulin ambavyo vinafanya kazi kushusha sukari visifanye kazi vizuri. Kwa hiyo unapokuwa turn off zile inflammation kwa kutumia short chain fatty acid, unakuwa umeboresha utendaji bora wa insulin. Matokeo ni kwamba zile insulin zinashusha sukari vizuri kabisa, kwa sababu inakaa chini. Lakini pili, nataka ufahamu kwamba resistant starch ni inakuja kusaidia kwamba ile sukari inafyonzwa kuelekea mwilini, inafyonzwa taratibu sana. Matokeo yake ni kwamba nyingi ni haifyonzwi, unaitoa chooni, kwa maana kwamba hairuhusu ule ufyonzaji wa haraka sana wa sukari ama wa glucose kuelekea kwenye damu yako. Resistant starch hii ni kwamba kwa pamoja na makapimlo ambayo tunaona kwamba ni fiber, hivi vinahakikisha kwamba haviruhusu ule umeng'enywaji wa wanga wa haraka sana, wanga nyingine ambazo zinameng'enywa. Kwa hiyo matokeo ni kwamba glucose ambayo inakuwa iko available, ambayo inakuwa iko huru kuweza kufyonza, inakuwa ni chache, nyingi inakuwa haiko huru, hivyo kuweza kuondoka pasipo kufyonzwa na kuweza kufanya kwamba sukari ya damu ikae vizuri. Wakati huo makapimlo haya pamoja na zile starch ambazo zinalisha bakteria wazuri, wale bakteria wazuri huwa wanakuja kutengeneza ama receptors ama kuweza kutighten junction kwenye masuala ya umeng'enyo kwa ajili ya absorption ya glucose, kwa maana kwamba inazuia ufyonzaji wa haraka sana wa glucose, si kwa chakula tu ambacho umekula, hadi kwenye mlo ambao utakula mchana. Kuna tafiti ambazo zinaonyesha wazi kwamba mtu kwa mfano ambaye amekula maharage asubuhi, kuna uwezekano kwamba kama utakula baadaye kwa mfano ugali na mboga za majani hizo na tunda lingine ambalo na wanga ndani yake, kupitia ile maharage ambayo umekula asubuhi, yanakuwa na uwezo wa kuweza kuzuia ufyonzaji wa sukari kutoka kwenye vyakula hivi kwenye mlo ambao umekula mchana, na hivyo kuendelea kufanya sukari yako kutoweza kupanda sana. Kitu kizuri zaidi, tafiti zile zinaendelea kusema kwamba kijaribu kuzichunguza kwa ndani ambapo ni clinical trials, zinaendelea kusema kwamba walipochunguza ilikuja kugundua kwamba vitu kama jamii ya kunde ambavyo vina resistant starch na makapi mno, ni kwamba vilikuwa na uwezo wa kusaidia kwamba ile sukari ya mgonjwa wa kisukari kuweza kukaa chini ama kushuka mpaka siku yake ya kesho, kwa maana kwamba mtu ndani ya masaa 12 mpaka masaa 24 mpaka 48 ni kwamba sukari yake ilikuwa ina uwezo kukaa chini pasipo kuweza kupanda. Fikiria kitu kimoja wewe ambao unahangaika na ugonjwa wa kisukari, kwamba kula tu maharage kunasaidia kuweza kushusha sukari na kusababisha sukari yako kuendelea kukaa vizuri kuanzia mlo ujao na mlo mwingine kwa siku ya kwanza mpaka inaweza kwenda siku ya pili. Vipi kama ukifanya kuwa sehemu yako ya maisha? Hiyo hali ya kuweza chakula hicho kuzuia sukari ya chakula kingine kuingia kwenye mlo mwingine na mlo mwingine ujao, tunaita kwamba ni second meal effect, na hiyo tu ipo kwenye vyakula jamii ya kunde. Vyakula jamii ya kunde ambavyo vina nguvu kubwa sana dhidi ya kushusha sukari na kuboresha afya ya mgonjwa wa kisukari ama kuboresha utendaji bora wa insulin. Namba moja kabisa ni maharage. Maharage yana nguvu kubwa sana kuliko jamii ya kunde nyingine. Zinafuatia nyingine kama mbaazi, kuna njegele na nyingine zinakuja choroko na dengu huko zinaendelea. Lakini namba moja kabisa chakula ambacho kina nguvu hii ambayo ni second meal effect ni jamii ya kunde, hasa maharage. Maharage nitakayaliwe asubuhi, mchana na jioni. Sasa basi, nashauri nini kwa mgonjwa wa kisukari ikiwa unatumia tibarishe kama sehemu ya matibabu? Fahamu hiki,
kwamba hakikisha kwanza jamii ya kunde ya aina yote inakuwa sehemu ya ulaji. Hiyo ni kitu cha kwanza. Lakini kitu cha pili, hakikisha kwamba maharage yanapewa kipaumbele kama sehemu ya ulaji wako. Napendekeza kwamba penda kuyatumia kwenye kifungua kinywa. Kuna sehemu nyingi wanapika supu za maharage, kwamba unakuta umepewa maharage hapo unakula na kama na mhogo wako safi kabisa ambao unakuchemsha. Kwa hiyo tumia maharage. Na wakati mwingine kama unaweza kula tu maharage peke yake, fanya kifungua kinywa chako kiwe maharage. Kwa maana kwa maharage yapike vizuri, unaweza kuchanganya vitu kama ngogwe au na mboga majani nyingine unaweza kuchanganya, lakini anza nayo asubuhi kama kifungua kinywa. Mchana kama usipoweza kutumia sawa, lakini ukitumia asubuhi inakupatia advantage ya kuweza kupambana na ongezeko la sukari mwilini kwa upande wa mchana na jioni. Kitu kingine ambacho naweza kukushauri ni kwamba kama hujatumia asubuhi, unaweza kutumia kwenye mlo wa jioni, kwa lengo kwamba ikusaidie kwa upande wa kesho yako unaamka sukari yako imeshuka vizuri. Hiyo ni habari za maharage. Kwa hiyo unaweza kutumia hizi jamii ya kunde asubuhi na jioni. Haimaanishi kama ukitumia mchana huwezi kupata advantage, utapata advantage. Kwa yule mtu ambaye anaweza kula asubuhi, mchana na jioni, haimaanishi kwamba unakula maharage peke yake, unakula na vyakula vingine ambavyo nimekuwa nikishauri katika video kadhaa ambazo wewe unaweza kuzitafuta katika channel yangu hii. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho tunakifahamu kwamba jamii ya kunde ikiwa inaongozwa namba moja na maharage, fuatia masuala mbaazi, njegele, kunde, choroko, dengu, ni vyakula ambavyo ni bomba sana na vina tabia hii ambayo tunataka ni second meal effect, na havipandishi sukari ya damu kwa haraka, na vinasaidia katika kushusha sukari, lakini pia vinasaidia kwamba kuzuia ufyonzaji wa sukari kwenye milo ijayo baada ya kuwa vimetumika, lakini wakati huo vinasaidia kwenye kuboresha utendaji bora wa insulin, kwa maana vinasaidia katika kupambana na insulin resistance ambayo ni mzizi mkubwa sana kuhusu kwenye ugonjwa wa kisukari aina ya pili. Kwa kutumia vyakula hivi itaweza kusaidia kwamba hata kama unatumia dawa, basi zile dawa utaweza kupunguziwa dozi, maana sukari yako itakuwa inashuka vizuri kwa kiasi kwamba utakuwa huhitaji dozi kubwa sana, mwisho wa siku utakuwa nje ya dawa. Kwa leo nihitaji kufahamisha vyakula hivyo ambavyo yamkini ndiko basi ujue fahamu kuna hiyo vyakula. Ulikuwa nami Emmanuel Mpalie na Kitama Nutrition Specialist.